Hello traders. Leo tunaenda kuangalia pair GBP NZD. Nikaja mtoe hizi zoni ili nionyeshe ni kwa nini nimezichora hivyo. Kwa GBP NZD inaonekana iko hivi. Hapa ilikuwa niko kwenye daily. Kwa kama kawaida mimi nataka kwa sababu mwaka wenyewe huu ndio umeanza. Kwa hiyo kama mwaka ndio umeanza huu, kwa inabidi niangalie sana zoni za soko liko wapi sasa hivi, kama lipo kama hapa naona lipo karibu ya high ya mwaka jana. Kwa high ya mwaka jana ni hii hapa point hapa hii ndio highest point ya mwaka jana. Kwa fujo za hapa hizi walidunda wakaja wakatengeneza hii level hapa. Kwa pia kuna hii hapa high ya mwaka juzi. Kwa naangalia tu price action ya hapo kwamba kwenye time frame ya weekly kwamba kwenye hizi range za miaka, sababu ni mwaka mmoja au mwaka mmoja. Kwa hiyo tuko hapa. Kwa hiyo unavyoona hapa kabisa kwamba kuna M setup inaenda kufanya kujitengeneza. Unaona? Kuna ka M setup kanaenda kujitengeneza. Kwa hiyo na lengo ya hii channel ni huwa ninapotupia video ni kujua zile key levels, soko liko wapi sasa hivi linafanya, yani kujua kwamba soko liko kwenye key level gani. Umeona? Ndio maana hata kwenye description ya channel yangu nimesema kwamba tunajifunza kujua key levels. Umeona? Area of value, vyovyote utakavyoita key level, area of value, support and resistance, vyovyote vile. Umeona? Area of liquidity, vyovyote utakavyoita, lakini mimi naziita key levels. Kwa ni majina tu haya. Kwa sasa hivi soko liko kwenye key level hii hapa. Umeona? Kwa kuna uwezekano mkubwa, kwa sababu inaonekana anapata ugumu kuvunja hii level, kwa sababu mwaka juzi 2018 hii level ilijitengeneza. Umeona? Wakashuka wakaja hapa nani mwaka jana wakaja wakaitest hii level. Umeona? Wameitest vizuri tu. Kwa waka wametengeneza new level ya mwaka huu. Kwa ndio maana nimechora zoni hii na hii. Wakaja hapa wakafanyaje? Wakaishia hapa wakashuka. Sasa mwaka huu tunaona kwamba wanapata kuna kaugumu hapa. Kuja kufanyaje? Naona kuna rejection zinatokea hapa. Alafu ni kuna M setup ambayo inaenda kufanyaje? Kujitengeneza. Kwa hiyo sio tu soko liko kwenye key level, pia kuna reversal pattern ambayo inaenda kufanyaje? Kujitengeneza. Lakini hakuna confirmation hapa, kwa sababu nipo hapa hii picture, kwa sababu kwenye soko unapokuwa unafanya analysis kwanza inabidi yani kabla hata hujachora hizi zone hizi, kabla ya kuchora hizi zone hizi, yani kwa kuangalia tu kwa macho, yani unabidi uone yani kuna kitu kinaeleweka. Umeelewa? Yani kuna setup tayari unakuwa unaiona faster, kwa sababu ukiangalia tu kwa naked eyes hivi bila bila kwanza kuchora zone, unapata kwanza nini? Unakuwa na ile picture tayari unakuwa unaiona, unajua kabisa. Yaani kama hapa mimi nilivyoona tu hivi, unajua hapa kuna kitu. Umeona? Kuna kitu ambacho kitakuja kutokea hapa kwenye weekly time frame. Kwanza ushangaa soko linakuja linafanya linapush mpaka huko. Linapush mpaka huko. Umeona? Ambayo itakuwa ni pips nyingi. Kwa hiyo inabidi kwanza soko unapokuwa una load hivi chart ikiwa connected hivi tu, hujaweka kitu chochote, inabidi kwanza macho tu yenyewe yavutie kwamba ujue kwamba hapa kuna kitu. Sababu kuna pair nyingine ukiingia tu kwenye time frame zozote, yani unaona kabisa, yani huelewi, unaachana nayo. Umeona? Unaachana na hiyo pair, so lazima uinani. Kwa hiyo unaangalia ile pair ambayo ukiangalia tu hivi kwa naked unakuwa unapata kama hapa hivi, yani unaona kabisa ni kwamba
hapo kwenye key level, umeona kwenye key level hizi hapa hizo unazozichora hapo, kwa ndo unaanza sasa kufanya analysis, anza kuchora zone. Kwa tayari kwenye weekly wanatuonyesha kwamba kuna M setup ambayo inajitengeneza, lakini hakuna confirmation, kwa sababu hapa ili uingie useli lazima usubirie confirmation candle, kwa sababu hao wanaweza wanakuonyesha hivi tayari kwenye lower time frame tayari kuna rejection hapa, hii pin ilobagi hapa, yani I mean hii wiki, sio pin, hii wiki katika hii candle ya wiki iliyopita, hiki kiwiki kilichobaki hapa, maana kwenye lower time frame kuna nini, kuna rejection, umeona. Lakini ukiangalia hapa hakuna confirmation candle ya kusema wewe unaingia una sell, sababu inabidi tupate confirmation candle labda pini, umeona. Hii candle ingejifunga kama pini ungejua ni strong confirmation, lakini haijajifunga kama pini, umeona. Bado inaonekana buyers wana yani mpaka wiki inaisha inaonekana buyer bado wana momentum fulani bado, kwa kuangalia hii setup kwenye hii, kwa sababu assume, kwa sababu mtu akishajua kwamba hii ni weekly, basi akishaona hichi rejection hapa ndo anaingia kwenye lower time frame, atakaanza kufanyaje, aanze kuingia tu kuseli jumla. Lakini hapa unahitaji confirmation hapa kwenye weekly time frame, ndo utasema kwamba okay, sasa hawa wana seli, nianze kutafuta setup za kufanyaje, za kuseli, kwa sababu vinginevyo inabidi ukiingia kwenye lower time frame hapa ufanye analysis nyingine, ambapo ndo nitaenda kuonyesha sasa. Lakini hapa hakuna confirmation kwa hii setup jinsi ilivyokaa. Assume hii ni 15 minutes, utaingia useli hapo, wewe ukaingia ukaseli, lazima usubirie confirmation candle, umeona. Kwa confirmation candle inategemea mtu asubiria confirmation candle gani. Kwa mimi huwa nasubiria pini itokee au engulfing candle, umeona. Kwa mimi hapa hakuna confirmation, umeona. Kwa ndo nasema hivyo, assume kwenye 15 minutes hapo utaingia useli, wewe ukaingia ukaseli. Vinginevyo utaingia kwenye lower time frame nyingine au ufanye ka analysis kingine ili upate nini? Upate sasa hiyo setup ya kuseli, useme kweli sasa hawa wana sell. Kwa hiyo same here. Hii ni weekly time frame, hakuna confirmation ya kuseli bado. Kwa sababu kendo ya wiki inayokuja inaweza kafunguka ikawa mpando, ikafungukia ikaja kuclosea juu abafu. Kwa sababu kwenye zoni, soko linapofika kwenye zoni hizi key level, hata kama isha kuonyesha hivi reversal, hii imetuonyesha kwamba kuna M, yani inatuonyesha kuna picha ya M inaenda kujitengeneza, umeona. Alafu kiangalia hii confirmation ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwa kuna triple confirmation hapa. Lakini hakuna confirmation, kwa sababu unaweza kaingia ukaseli, alafu kendo ya wiki inayokuja ile ikafunguka ikafungukia huko juu, kwa sababu hakuna sheria ya kwenye hizi zoni, ni vyovyote mawili, zoni ivunjwe au kutokea rejection, mzigo fanya kama hapa itokee rejection ishuke, au ivunje zoni iendelee kupanda zake, itakuja italitest itaondoka. Kwa big boys wenyewe ndo wanajua, umeona, wanajua hapa watafanya nini, wanajua kama wataseli au watafanya. Kwa hiyo sisi tunachohitaji ni kuona confirmation, umeona, kwa sababu chochote wanachokifanya big boys sisi tunaona kwenye pictures za nini, za hizi candle, umeona. Hata COT report nilielezea, lakini ndio maana nikasema mwisho wa siku unahitaji upate, yani kwenye tekniko yako iendane na hiyo COT report, kwa sababu COT report wanachofanya wanatoa taarifa, yani mfano kama taarifa ya Ijumaa ile iliyotoka, manake sio ya wiki ile, ni ya wiki iliyopita, yani ya wiki ile kule nyingine iliyopita, yani taarifa ya COT report ya wiki hii iliyopita itakuja kutoka wiki ijayo, umeona. Kwa hiyo wale big boys wanatoa hizo taarifa, lakini mwisho wa siku hawataki mjue exactly kwamba wamefanya nini, umeona. Kwa kama taarifa ya wiki ile COT report iliyotoka ya wiki hii iliyopita, sio kwamba ndio ya wiki hii iliyoisha, ni ya wiki ya kule nyuma, ndio anakuambia sisi tulifanya hivi, umeona. Kwa sababu hawezi kukwambia wao wanataka kufanya nini, kwa sababu wao wenyewe wanataka kupiga hela, umeona. Kwa hiyo kinachotakiwa pia mwisho wa siku inabidi uangalie nini, uangalie hizi confirmation candle, kwa sababu chochote wanachokifanya wale wanatuonyesha kwa hizi candle, umeona. Kwa hiyo COT report inakuongezea tu, umeona, kwa sababu na zile report inabidi kama vipi unaandaa hata Excel yake, yani kwamba unakuwa unaona kwamba labda kwa wiki hata ngapi wamefanya nini, kwa wiki hata 3-4 walikuwa wanafanyaje, wanapunguza oda zao au wanafanyaje, wanaziongeza, unakuwa na setup yao. Sasa wakati unaangalia analysis yako unakuwa unajua kumbe wanafanya hivi, umeona. Kwa inabidi unaandaa hata Excel
Vinginevyo useme tu unaangalia eti kwamba wiki iliyopita labda wamesema labda wamepunguza order. Hii taarifa ya wiki iliyopita labda tuseme labda mfano nasema labda wamepunguza order. Wewe wiki inayokuja ukaanza tu kuingia kwamba unajua kwamba kwa sababu wamepunguza order labda pair fulani itakuwa iko wiki, umeona? Kumbe ile taarifa ni yani ya wiki ile kule nyingine ile. Umeona? Kwa hiyo taarifa COT report iliyotoka Ijumaa sio ya wiki ile. Sio ya wiki hii iliyopita, ni ya wiki ile kule nyuma nyingine. Kwa hiyo ndio hivyo wanavyotoa hizo COT report zao, kwa sababu hawezi kukupa exact yetu kwamba sisi leo tumefanya hivi, si kila mtu atapiga hela, umeona? Kwa hiyo inabidi mwisho wa siku unaangalia nini? Unaangalia na tekniko yako sasa, umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku tekniko ndio yani wewe una COT ni kwenda tu kuchungulia kwamba unajiridhisha. Kumbe wamefanya hivi, inaendana na analysis yako na confirmation yako ulopata, unafanya unaingia. Kama hapa hakuna yani maana yake hapa hii ndio wiki iliyopita. Hii ndio ki rejection kidogo ambacho kimetokea hapa. Uenda ndo taarifa yake unajua ukaipata nini? Wiki nani? Hii skendo ya wiki iliyopita. Maana yake wiki inayokuja Ijumaa ndio utapata taarifa za hapa kwamba alifanya nini. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukaja ukakuta walipunguza order, umeona? Ndio maana hii wiki imetokea hivi, ndio maana wameacha rejection hapa, umeona? Kwa hiyo inabidi uwe makini tu hapo, sio kwamba unazama tu kwenye COT report ukiona tu kisa wamefanya nini, ujue kwamba hiyo taarifa ya Ijumaa inayotoka maana sio ya wiki hiyo ya hiyo Ijumaa ambayo imetoka, ni ya wiki ya nyuma ile ndio taarifa zake ndio unakuta mstari. Kwa hiyo inabidi uwe kama una Excel unaandaa, unakuwa unajua kwamba anafanya nini, umeona? Labda Excel ya mwezi kwa kila wiki unakuwa unajua. Kwa hiyo ukipata hata wiki 3 wiki ngapi unakuwa unajua walikuwa wanafanya hivi, afu confirmation unazozipata huko unakuwa unajua wanafanyaje. Unakuwa unajua kabisa tayari wataseli long term au watafanyaje, watashuka kutokana na confirmation ambayo setup umepata, labda reverse pattern ipo kwenye technique yako, ndo unakuwa unajiridhisha hivyo. Kwa hapo nimeongelea pia na nimegusia na COT report. Kwa hiyo hapa kimsingi hakuna confirmation candle hapa. Kwa hivyo vyote hapa inaweza kutokea kitu chochote. Wanaweza kaongeza order za kubai, wakavunja zoni, au wakaongeza order za kuseli wakafanyaje? Wakashuka. Kwa hiyo kwenye weekly pako hivyo, tunajua tu kwamba soko liko kwenye key level, kwenye area of value. Kwa kwenye weekly pako hivi. Ukimaliza hapo unatoka unaingia kwenye lower time frame nyingine. Kwa hiyo iko ni range za miaka. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba wanashindwa kutoboa hii level hapa, hii level. Umeona? Kwa hiyo ukiingia kwenye daily, sasa kwenye daily unakuta tayari kuna hii pin. Hii kendo ni pin imetokea. Kwa hiyo uende inatuonyesha kuna kitu. Kuna something hapa. Umeona? Kuna jambo. Kwa hiyo cha kufanya hapa, Ijumaa manake walifunga, walionyesha kwamba kuna rejection. Pini iko kwenye zone, inaonyesha nini? Manake ni rejection. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wakafanyaje? Wakashuka. Kuna uwezekano mkubwa wakashuka, japokuwa hii pini hizi hapa sawa ni pini ambayo bodi yake kwenye wiki of course inaweza ikaingia kama mara mbili, kama mara mbili, sio mbaya. Lakini pini ambazo mimi nazipendaga sana ya design kama hii, bodi inaingia hata mara 3, umeona? Ila pini za hizi kama hii hapa, sawa soko lilishuka, lakini ndio hivyo, sio strong pini ambazo mimi napenda kuziona ni hii hapa kama hii, umeona? Lakini pia still hii bado imefunga kama hiyo ni pini, umeona? Kwa hiyo cha kufanya hapa, kwa kule kwenye weekly tulishaona kwamba ile setup sasa ndio hii hapa. Sababu ukiingia kwenye time frame unapunguza hizi noises. Unaona? Inaonekana tu vizuri. Maana ukipunguza noises, ukiingia kwenye time frame soko una reduce noises. Kwenye lower time frame soko linajichembua kwa makelele mengi. Kwa hiyo ni makelele mengi tu hapa, unaweza ukajiconfuse ukaona hii vipi? Alafu mwisho wa siku wanafanyaje? Wanashuka. Kwa hiyo nakuja tena hapa
Sasa nishajua okay wako kwenye kilevel hizi hapa. Kwa hiyo nikiangalia tena hapa hivi kuna hii nini? Kuna hii level hapa. Umeona? Kuna hii level. Hii hai ya mwezi gani? Mwezi wa 9. Kwenye daily unakuwa na range za miezi ya mwezi wa 9, hii ya mwezi wa 5. Kwa hiyo hii level hizi hapa. Unaona? Alafu pia kuna hapa na hapa. Umeona? Hapo na hapo. Kwa hiyo nikiangalia tu flow ya hapa kwamba soko lilivyotokaga huku mbali. Kwanza huku mbali sana, sihitaji hata kwenda huko. Ni wewe tu utakapoamua, lakini mimi naangalia hapa tu soko ambalo na currently hapa lilipo maeneo haya. Vivyo tunaweza hata ukaanzia huku kwa sababu hapa hii level wakaja wakavunja hii zone. Mbona? Wakareject hapa, wakarudi kidogo, wakaja wakaivunja. Wakacheza huko, mwisho wa siku wamevunja, lazima waje kulitest. Wamekuja wamelitest, wakashuka kidogo, wakadunda huko, walianza setup, wakaja tena huko. Mwisho wa siku yani kwamba hapa walipush, wakalitest, wakarudi, hawakuendelea kufanya continuation, wakarudi huko, wakacheza, wakavunja hii zone. Umeona? Kwa wameivunja hii zone. Wamekuwa rejected hapa, wakashuka. Maana yake wanakuja kuilitest hii zone walioivunja, lakini wakafanyaje? Kukaa hakuna buying pressure hapa ya kutosha, wakaivunja tena, wakalitest, wakaja. Haya. Tupo hapa sasa. Wakapush kwamba manake zone inapovunjwa wamekuja wamelitest hapa. Umeona? Wakashuka. Umeona? Lakini retracement hii hapa hii uwezo ukasema eti ni deep retracement. Ni retracement kadogo tu ambako ni ili iweze kufanya continuation ya kuzidi kushuka. Kwa hiyo hii hapa hii kwa sababu hapa hivi yani hizi retracement zinapotokea wamepush, wamevunja, wamekuja wamelitest, lakini ukiangalia hapa hakuna reversal pattern yoyote. Ni kwamba wamepush tu, wamefanya correction na washuka. Reversal pattern hapa utaipata kwenye time frame dogo, lakini kwenye daily time frame hapa hakuna reversal pattern. Kwa maana yake ilikuwa tu ni correction ya kawaida, then wafanyaje? Wakashuka. Kwa hiyo walivyoshuka hadi huku hapa wakatengeneza reversal pattern hii hapa. Kwa hiyo hii ndo walikuwa maana yake wanakuja kufanya deep correction ya kutest hii zone. Umeona? Kwa hiyo wamepush, wamekuja hapa wamefanya correction, wakadema wakafanya, wamevunja. Yani kiufupi wamefanya, wamekuja wameivunja. Kwa hiyo zone wameivunja tena. Wakaja wakalitest hapa, wakalitest hapa kwa sababu gani? Kwa sababu ya zone hii hapa. Kwa sababu hii level. Wakashu. Kwa hiyo zone imevunjwa, lazima warudi wafanyaje? Walitest. Umeona? Kwa hiyo wamerudi wamelitest, na yenyewe ni hii retracement ya kawaida. Wamefika hapa wafanyaje? Wakaamsha, wakaivunja tena hii zone. Umeona? Wakaja wakadunda hapa tena wakacheza, wakaja wameivunja tena hii zone. Umeona? Wamekuja wakalitest hapa, wamerudi wameivunja hii zone. Sasa twende hapa ndo patamu. Kwa hiyo wamevunja hii zone hii hapa, wako huku juu. Lakini tunaona kabisa kwamba wameivunja, wamekuja wakalitest hapa hii, wakarudi, wameshindwa kuivunja, wamerudi kulitest tena hii zone huku juu. Mara ngapi? Mara 3 sasa. Umeona? Mara moja hapa kuna kazoni kingine, mara moja, mara mbili, mara 3. Umeona? Kwa hiyo wame close below hii nini? Kwa kuna hizo nini ile zone kubwa zile. Kwa hiyo hichi kinani cha pingi na kitumia kama kizoni kidogo tu. Maana ambayo ni hapa na hapa. Umeona? Lakini kimsingi wamekuja kuigusa hii level ya kuna high ya mwaka gani sio yuko nyuma hapo, hii nilichora. Kwa hiyo wamekuja wamelitest hapo. Umeona? Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kabisa tunaona kwamba hawa na wamekuja kulitest hapa, wametengeneza triple confirmation hizi. Kuna hapa, lakini ukichukua huyu na huyu tunasema kuna double, lakini kuna triple ukimwangalia na huyu hapa. Kwa hiyo wametengenezea double confirmation ambayo ni kwa hapa tena kuna kama KM setup fulani kwa hapa, lakini kuna ile big M sasa hivi. Umeona? Kwa kwenye
kwenye weekly tumeona kwamba kuna setup inataka jitengeneze ya kuseli. Umeona? Sababu kuna double confirmation kwenye weekly hii hapa. Inaonekana tu vizuri. Kuna M setup ambayo imeenda kujitengeneza, kujiform. Umeona? Kwenye daily tunaona kuna hii hapa pia. Umeona? Hiyo na yenyewe ni nini? M setup. Kwa kwenye daily, kwenye weekly kote information ni moja kwamba wajinga wanataka kusell. Haya. Hapo kwenye daily. Kwa sababu high ya mwezi uliopita hii hapa. Ukiingia kwenye daily time frame sana unapata range za miezi. High ya mwezi uliopita hii hapa ndio amekuja kuitest maana yake hapa. Umeona? Lakini hapo ambako ndio kuna zone tena za high za miaka zile ambazo ni zichora hizi za time frame kubwa, hizi zone hizi nyeusi. Umeona? Kwa hiyo hawa so tu wame reject high ya mwezi uliopita, lakini pia kuna high ya nini? Ya mwaka 2000 na ngapi nishazichora nimezielezea. Kwa hiyo wamekuja ku reject pia hapa. Kwa maana yake hapa kuna high probability ya hii soko ufanyaje kusell. Umeona? Kwa hiyo na kwenye daily kuna confirmation candle ya pin, hii pin. Kwa hiyo ukiwa kwenye lower time frame zaidi ya chini ya daily sasa, tafuta setup za kuseli tu. Mimi ndo ninapofanya. Kwa hiyo nakuwa naangalia setup za nini? Za kuseli. Kwa hiyo maana yake hapa nitaingia nikitoka kwenye daily naingiaga kwenye H4, napata range za weekly, napata weekly range. Umeona? Kwa hiyo nikiingia hapa kwenye weekly range sasa. Nikiingia hapa kwenye weekly range kuna hii rejection hapa inaonekana wazi kabisa kwamba inatengeneza kama head and shoulder fulani inataka, lakini shoulder ya kushoto bado. Umeona? Shoulder ya kushoto bado. Kwa hapa kuna analysis kadogo ambacho nitakafanya pia. Umeona? Hiki ni kiindicator fulani nakitumiaga yani nikiwa chini ya nikiwa kwenye daily time frame ndio hii candle inaonekana iko hivi. Maana inanyonyesha tu candle ya daily ikoje, maana ndio hii hapa. Lakini ili kuonyesha lazima uwe chini ya daily time frame. Aka ka indicator pin bar kanaitwa sui nini sikumbuki, lakini ni ka indicator tu fulani nikiwa chini ya hizi time frame kuanzia H4 chini ya daily, maana yake nakuwa naona candle ya daily ikoje. Umeona? Candle ya daily maana yake iko hivi. Kwa maana yake imejifunga kama pin candle ya daily. Umeona? Ukiingia kwenye hizo time frame nyingine ndio. Kwa hapa kwenye mimi naisubiria hapa kwenye H4. Umeona? Kwa kwenye H4 hapa ninachotegemea sasa, ninachokitaka mimi nikione. Kwanza hapa kuna analysis ambako kingine ambako naenda kukafanya hapa kwenye H4. Indicator list kanaitwa day bar, nadhani kanaitwa hivi. Ndo wako. Umeona? Kwa hiyo hapa naona kabisa kwamba kuna hii pattern ambayo nataka iende kujitengeneza fulani hapa. Kwa hiyo hapa ninachotaka nione soko kwanza, hapa kuna hichi kitu pia hivi. Umeona hapa? Kuna hichi kitu hiki hapa. Asa ukiona kama sehemu hii ujue unganishe ipi na ipi hapa hivi. Hizi sehemu kama hizi. Hata isikuumize kichwa. Weka kwenye line. Weka kwenye line, unga pointi ambazo nakwambia ukipata pointi 3 inatosha. Kwa mimi hapo nishaunga hiyo, nimemaliza. Kwaona hii hapa pia unaweza kuisogeza hapa hivi. Nimeunga kwenye line chart. Kwa hiyo unapata kitu kama hiki hapa. Kwa hiyo mwingine vyovyote tu utakaponani, lakini kimsingi kwamba mwingine anaweza kaongea hapa asipoweka kwenye line, akaongea hapa hivi akapata
kitu hiki hapa, lakini mwisho wa siku mimi naona tu ni yale yale. Umeona, ni yale yale ukiweka kwenye line. Kwa hiyo mimi ningioga sikaa sielewi hivi, naweka tu kwenye line. Kwa hiyo najua kwamba imegusa hapa, imegusa hapa, na hii hapa imegusa pia, na hii hapa, yes, na hapa imegusa. Kwa 1 2 3 zinatosha. Kwa narudi zako kwenye nani. Kwa hiyo hapa kuna information nyingi sana. Hii maana yake unaweza kuita kama nini? Raising wedge. Umeona? Pia kwenye ndani ya raising wedge unaona kabisa kwamba hii zone imevunjwa hapa, hichi kizoni. Umeona? Kuna haka kazoni hapa. Kuna haka kazoni hapa. Kamevunjwa. Umeona? Kwa ni kazoni ambako huenda kakaenda, yani maana yake hii zone hii zone hii hapa, previous zone ambayo ilikuwa ni resistance, sawa. Ikaja soko likaja hapa ikadunda kwenye hii nani, ikaja ikavunjwa. Zone yote ikivunjwa, tegemea warudi kulitest. Maana yake hapa ndo wanarudi kufanyaje? Kulitest. Na unasubiria warudi kulitest, maana yake nini? Huenda hii ni fake breakout. Umeona? Kuta zone imevunjwa lakini kumbe ni fake. Kwa hiyo wanarudi kulitest, maana wanakuja kutest kwamba kweli hapa kuna buying pressure, kweli hii buy injection iliyotokea hapa mpaka ikavunja kweli ipo ya kutosha. Ndio maana yake, ndio wao wanasubiri retracement itokee na confirmation candle ndio ufanyaje uingie. Kwa hiyo otherwise ukiingia hapa kuna mtu kashaona tu kwamba mishuko hii imetokea. Ni kweli kama unataka kuingia mapema sio kufanya nini vyovyote. Hata mimi sometimes huaga naingia. Lakini mwisho wa siku inabidi calculate risk. Umeona? Calculate risk. Stop loss yako hapa. Yaani ukiingia hapa ukiseli, hata kama uliseli kwenye 1 minute. Mimi najua stop loss inabidi hata kama uliseli kwenye nini, I mean kwenye 15 minutes kwa sababu ni H4. Nachojua stop loss inabidi hapa ikae hapa. Inabidi uiweke juu ya hii high kwa sababu lolote linaweza katokea hapa. Anaweza kageuka wakafanyaje? Wakarudi kuja kutest zone hizi, hii zone ya high ya miaka ile ambao ni strong zone. Umeona? Kwa hiyo sio lazima afaje. Sio lazima hapa endelee kupush. Wanaweza kapush wakaishia hapa. Umeona? Wakiishia hapo wanarudi zao, wanakuja kutest hii zone huku vizuri juu. Alafu ndo wanafanyaje? Ndio wanakupa confirmation ya kufanyaje, ya kushuka massive. Kwa hiyo yani hapa bado kuna confirmation bado ambayo unahitaji mtu uisubiria. Umeona? Kwa hiyo mimi hapa nitasubiria confirmation kama ifuatavyo. Nitasubiria hawa wapushi wavunje. Umeona? Wavunje hii zone. Wavunje hii zone kwa sababu hapa wanaweza kaja waka kwa time frame wakaja wakapushi wakaivunja hii zone, then wakaja kwenye lower time frame huko 15 minutes wakapush wakarudi wakaitest, then wakafanya wakaendelea kupushi, ambapo kwenye labda hii H4 time frame uwezo ukaona acha aka ka retracement. Unaweza kuona candle ilifunguka candle ikapanda ikarudishwa ikaacha wiki na shuka. Umeona? Then ikatokea push ya namna hii. Halafu sasa watakaporudi kuja kulitest maeneo haya, yani kwenye trend line hii na hii zone na zone ya pink hapa, wakija maeneo haya wakitoa confirmation candle unaseli kwa kujiamini na ukijua kwamba wanakuja target ya kwanza hapa. Wakivunja wakilitest unaondoka nao mpaka huku chini, kwa sababu yani wakishaonyesha reversal pattern hapa ukae ukijua kwamba hii ni first confirmation, hii inakuwa ni second yake kwenye big picture. Umeona? Ambako ni kwenye nini, kwenye ile daily. Kwa hiyo hii reversal pattern ya hapa itakaokamilika hapa, ukiseli hapa ujue kabisa kwenye daily watakuwa wanapush tu hadi hii zone huenda wakaivunja. Hii zone huenda wakaivunja alafu wakaitest kwenye daily. Sasa ukaona tu wamelitest hivi alafu wakafanyaje, wakaja hadi hapa kwenye weekly, kwa sababu kwenye weekly inategemea target ya kwanza ndio itakuwa hapa kwenye weekly. Umeona? Umeona? Kwenye kiwiki kwenye ile msela. Kwa hiyo kwenye higher time frame utakuta candles zinapush tu, zinaacha wiki zinapush candles zinaacha, lakini kwenye lower time frame utakuta unaziona kabisa zile correction zinazofanyika. Kwa hiyo kuna time frame soko unakuta kwamba candles zinapush tu. Umeona? Kama hapa
Kendo kama hapa hivi kwenye mpando, kendo ziko zina push tu hapa. Kendo inafunguka, hii inaacha kiwiki na push. Inafunguka hii zinaacha kiwiki, hapa kendo ziko zina push tu, umeona? Lakini kwenye lower time frame maana yake hizi hapa ni correction. Hapa hivi. Maana push na fanya correction na push. Ikafanya correction ikapush, umeona? Kwa hiyo kae unakuwa unajua kwamba hawa wakinifanyia hivi, wakitoa confirmation hivi kwenye higher time frame, maana yake wanafanyaje? Unakuta wanaendelea kufanyaje? Wanaendelea kupush. Umeona? Kwa mimi ninachokisubiri, kwa hiyo hapa mtu huhitaji kuwa na haraka kwa sababu kuna pips nyingi sana, umeona? Otherwise ukiingia mapema ndio hivyo. Stop loss angalau ufanyaje? Uiweke hapa basi, hapa juu, kama ukishindwa kuiweka huko juu kabisa. Kwa sababu mimi najua kabisa hii ndio strong zone yangu, hizo zone nyeusi hizi. Hizi ndio strong, key level strong. Mimi ninachojua hapa ni kiseli kama nimeingia sijasubiria hii setup. Sababu sometimes unaweza kama unasubiria setup fulani itokee, kwa sababu wenyewe ndio wanajua wanafanya nini. Isitokee wakawa na momentum wakapush tu. Umeona? Wakapush tu, hata asirudi kulitest kufanya hivi. Sasa shangaa tu wamepush, wanakuja wanalitestia sijui somewhere hapa, sijui huku juu huku. Hata huko asifike huko. Umeona? Wao shangaa wanafanya tu hivi. Alafu wanaendelea kupush massive. Umeona? Wakaja wakalitest hapa kaondoka zao. Umeona? Kwa hiyo hapa ni jinsi gani tu mwisho wa siku mtu. Kwa hiyo kama hivi, kama unaingia hapa mapema, basi angalau stop loss uweke hapa. Lakini mimi ninachojua hapo, ukiweka stop loss hapa unakuwa huko kwenye buffer zone ya zoni za miaka. Kwa hiyo ni hatari bado. Pia wanaweza karudi wakaja kutest zone wafanyaje, kwa sababu bado wako kwenye maeneo yao kujidai. Kwa hiyo ni vizuri bora, yani kwa mimi huwa napunguzaga lot size kabisa. Yaani kama mfano naingia hapa lot size labda natakiwa niingie na lot size ya 0.10 au 0.30, nisiingie nayo hiyo. Nitaingia hata na lot size ya 0.02. Imradi stop loss yangu ikae huko juu. Najua tu ni entry, nimeingia entry ya mapema. Umeona? Na inategemea sasa yaani mfano mimi nataka ni riski labda hapa, nasema na riski labda $100. Umeona? Kwa hiyo kama una riski $100, ingia na lot size ambayo stop loss yako ikiwa huko itakupa $100. Kwa mwisho wa siku sio kwamba labda sometimes watu waga yani kwa mtu ambaye anajua tu, watu wengi mimi unakuta wananifuata inbox wananiuliza sio nani ile, ukimuuliza kama setup hiyo umefanyaje hapo, umeingiaje stop loss umekaa wapi, ndio unakuta mtu kaingia stop loss kaeka hapa, lakini hajui kwamba hapa kuna hii buffer zone, kwamba soko linaweza kufanyaje likarudi huku likafanyaje likamtoa afu likafanyaje likashuka. Umeona? Yaani ikarudi hata yani hata hii zone isiende kaigusa labda ikarudi tu mpaka hapa hivi. Umeona? Afu likafanyaje likashuka. Sasa mtu ndio unakuta kaingia hapa ndio kajilipua, anajua hii uhakika kabisa inashuka, lakini kumbe kuna hii buffer zone hapa ambayo tena ya time frame ya kubwa ya zone za miaka. Hajui kwamba wanaweza karudi humu ndani wakacheza afu ndio wakafanyaje wakashuka. Kwa hiyo unakuta kaingia hapa kujilipua, kaeka stop loss hapa na hold, anaamini kwamba ni kweli soko litafika huku, lakini kabla hajafika huku kumbe anakuja wanamhunt hapa, wanamchukua afu ngoma inashuka. Ndio ile mtu anakuta hata mimi shanitokeaga sana kipindi ndo najifunza. Unakuta mtu unaona kabisa kwamba hii soko huu mzigo unakuja hadi huku. Sio hapa unakuja hadi huku chini, lakini jinsi unavyoingia hapa, jinsi unavyotolewa unakuta hujafuata risk management, ndio unaingia unajilipua. Unakuta mwisho wa siku umetolewa, labda ndio ushaunguza account afu mzigo unakuta umeenda kule ambako ulikokuwa unaona jinsi ulivyofanya analysis yako. Kwa hiyo sometime sio kwamba watu hawajuagi, umeona? Au sio kwamba baba mtu fulani anajua sana. Mwisho wa siku setup hizo umezipata, umefanya nini? Mwisho wa siku una riski vipi? Kwa sababu uwezo kanyekea stop, mwingine anakuta stop loss kaeka hapa hivi. Kisa hiki kikendo, uwezo kaeka stop loss hapa. Kwa nini uweke stop loss hapa? Umeona? Kwa nini inategemea sasa, naona labda mtu mwingine ana trade labda kwenye sijui ndio nani tu kendo labda ile ya daily kwenye daily range. Kuna mtu ana trade kwenye daily range labda, umeona? Sawa, atakuwa ameweka hapo, lakini
mtu kama unategemea kwamba soko umefanya analysis inafika huku, uwezo kanyekea stop loss hapa. Hata kama uliingilia mapema, yani labda kama uliingilia huko ambao umeloki, umeona? Umeloki. Na kwa mimi ndo nilikuwa nimeingilia huko, siwezi nikaloki, naweka kwenye break even. Sina haja ya kuloki hapa wakati najua kwamba soko labda inaweza kacheza tu kidogo ikananiwa. Umeona? Kwa hiyo uwezo yani stop loss hapa, huo umeingilia hapa, huo kama hata uliingilia mapema hapa bado still stop loss itakuwa ni uliweka hapa. Umeona? At least basi uiweke hapa stop loss yako, inabidi iwe hapa. Umeona? Kwa sababu ukiangalia tu kwenye daily hii confirmation, sababu confirmation candle tukoga tunaambiwa tu ukiona pini unaingia unasema unaweka juu ya pini, ila ujui kwa sababu gani unaweka juu ya pini. Umeona? Juu ya hiyo confirmation candle. Maana kama hapa hii candle imefunga kama pini, unavyoingia kwa sababu kama ni pini huwa unaingia tu immediately. Yaani mfano kama hii ni 15 minutes, candle imefunga hivi. So unaingia unasell. Lakini stop loss unataka kuweka wapi? Uiweke juu ya hii candle hapa. Umeona? Lakini kwa price action ya hapa jinsi ilivyotokea, hawa jamaa hizi kwenye key level zao hizi au area of liquidity, uwezi ukaweka stop loss exactly hapa hivi. Kwa nini uiweke hapa? Iweke huku juu. Umeona? Lakini basi kama umeshindwa kuweka huko, angalau iweke hapa. Umeona? Kwa sababu hii ni confirmation, ndio ile confirmation candle. Kwa hiyo unavyoiweka humu katikati humu, tofauti na hapa. Maana candle nyingine ya daily inaweza kufunguka, inaweza ikafunguka ikaja hadi huko, lakini hapa isifiki. Ikaja ikaishia hapa, ikaacha wiki, ikashuka. Kwa kama uliweka stop loss humu inafanya na kutoa. Kwa hiyo mwisho wa siku ni jinsi gani umecalculate risk na jinsi gani stop loss zako unakuwa umefanyaje, umeziweka. Kwa ambao unakuta anaingia zile entry za mapema kabisa, mtu anasema anakuwa na fixed pips za kurisk, labda anasema mimi na risk tu pips 15, kapata entry confirmation kila kitu, stop loss anaweka pips 15, mwingine pips ngapi, pips 30 whatever. Lakini yeye entry zake unakuta kazichukulia wapi? Kazichukulia huku kwenye time frame ndogo kabisa hizi. Umeona? Kwa hiyo kuna mtu hapa anaongea, umeona sasa hapa. Kwa nini ndio maana kila siku naimba nasema hivi, candle yoyote unaona, candle yoyote kama hii iliyofunguka ya mpando imepanda kwa sababu gani? Ilitafuta low. Yani ili candle iwe ni ya mpando lazima itafute low, na ili iwe ya mshuko lazima itafute high. Umeona? Kwa hiyo sasa kuna kwaga na price action pale lazima utaikuta. Yani mfano candle hii hapa jinsi ilipofunguka hapa hii, kwa nini ilipanda? Ukiingia kwenye lower time frame kabisa, sababu hii ni H4, ukiingia hapa kwenye 5 minutes au ngapi, utakutana kuna reversal pattern, yani kuna nini? Kuna pattern imejitengeneza hapa, continuation pattern. Umeona? Hapo utakuta kuna continuation pattern. Hapa umeona hii afu hii candle ya mpando ilipotokea hii. Maana yake hapa lazima kuna double nini? Kuna double confirmation. Umeona? Kwenye lower time frame. Kwa hiyo same na hapa unaiona kabisa. Yani unaiona hapa hii hapa. Hii head, hii shoulder. Ndio maana nilipoingia hapa kwenye 15 minutes nikasema umeona. Kwa hiyo kuna mtu hapa kuna mtu aliingilia hapa. Kwa nini ile kendo ya nani imebaki kama imefunga kama pini? Kwa sababu kulitokea na nini maana yake mshuko. Lakini huu mshuko umetokea kwa sababu gani? Umeona hii confirmation? Hii ni head, hii shoulder, ndio hiyo inaonekana hapa. Kwa hiyo wamefanyaje? Wameshuka. Umeona? Kwa hiyo kila candle unaiona kama ni ya mshuko, kama ni ya mpando, ina confirmation. Yani kuna reversal pattern tu pale kwenye ile candle. Ndio maana mimi napenda time frame kubwa hizi. Umeona? Mimi nafanya analysis huko kwenye time frame kubwa, lakini ingia kwenye time frame ndogo najua anachotafuta kitu gani. Umeona? Najua anachotafuta kitu gani. Kwa kama hapa hivi tayari kwenye hii ya time frame kunaonekana kuna reversal pattern ambayo ndio hujitengeneza. Mfano ungekuwa na time frame nyingine kubwa zaidi ya monthly, labda ungekuwa na time frame ya mwaka labda. Umeona? Kuna likendo la mwaka unaliona hapa, ungeshaanza kuona hapa kuna hiyo kendo imeacha kiwiki, afu bodi yake inaanza labda kufanya, inaanza kushuka. Umeona? Sababu ukicombine hii na hii, huu mshuko mpando, maana yake kuna wiki imebaki hapa. Ingekuwa ni kendo moja sasa. Kwa hiyo kimsingi hapa kama mimi hapa hivi sasa,
nishaona hii pattern hapa inataka kujitengeneza. Maana hapa kuna selling pressure nyingi. Kendo hii ya wiki iliyopita imejifunga, imeonyesha rejection. Okay, najua imeonyesha rejection. Maana yake najua hapa mpaka hii wiki imetokea, maana kuna reversal pattern huko kwenye lower time frame. Lakini hakuna confirmation. Hii sio strong confirmation kendo ya kusema seller wameanza kutake control market. Kwa hiyo inabidi niingie tena nianze kufanya setup kwenye lower time frame zingine. Umeona? Kwa hiyo kwenye daily tayari hapa kwenye daily kuna kitu inaniambia hii kendo ya daily ijifunga kama nini? Rejection. Inaonyesha rejection kwenye zone. Rejection kwa nini? Kwa sababu lazima pini zitokee kwenye sehemu sahihi. Kwenye zone, strong zone zangu, key level. Umeona, ndio hizo. Kwa hiyo nazama tena kwenye entry zangu, mimi napenda kwenye H4 hapa. Umeona? Kwa hiyo kwenye H4 kwa mimi najua kabisa kwamba nikiingia nikiseli kendo yote itakaofunga hapa sui vyovyote kitakapotokea. Yaani hata kama ikija ikafanya hivi, ikaja ikaretest hapa, mimi sina sehemu nyingine ya kuweka stop loss yangu kwa long term ambao nakuwa naiangalia mimi. Sina sehemu nyingine ya kuweka stop loss zaidi hapa juu. Hapa sina. Kwa hiyo itaenda itarudi itaretest, nitapata confirmation ile nitaingia, lakini nitacalculate risk yangu kama nataka ni risk amount X. Kwa hiyo inabidi stop loss yangu iwe iko hapa. Kwa hiyo inabidi tu nichezeshe nini lot size yangu. Basi ndio ninachokijua hicho. Kwa hiyo nitaseli, nitahold. Sababu wanaweza kafika hapa wakakupa hiyo confirmation wakarudi wasivunje ile level hii hapa. Umeona? Kwa sababu level zinapozidi kuwa karibu manake kuna kuwa na nani. Sababu hapa sio, yani tunasema kwamba kwa nini level lazima waje kuitest kwa sababu gani? Kama hapa waliivunja, wamefika kwenye zone hapa wametulia. Hawajaivunja bado. Wakiivunja ndio inabidi usubirie walitest. Kwa hiyo kuna mtu mwingine hapa akivunja tu anaingia na sell, stop loss anaweka hapa. Umeona? Baada kuja aje aweke hapa kutokana na analysis na kufanya kwenye confirmation ya day. Baadaye hata weke hapa anakuja anaweka hapa. Haya, kisa kaona imevunja. Wewe unajuaje kwamba hii ni real breakout? Umeona? Ili ujue kwamba hii ni real breakout na sio fake, ndio tunasubiria retracement isitokee. Umeona? Kwamba je, hapa kweli kuna selling pressure ya kutosha? Kwa hiyo akija kama hapa akidunda hapa umeona? Wakikupa confirmation una sell. Umeona? Lakini una sell kama waligeukia hapa, maana kuna zone pia na wenyewe mpaka waivunja fanye. Kwa hiyo ndio maana bado still inabidi stop loss iwe huku juu, sababu wanaweza kafika hapa wakairespect hii, alafu wakawa wamekutengenezea hii setup wafanye, wakarudi wakacheza tu humu alafu wakafanya. Kwa sababu hapa maana yake wakati wameshuka wametengeneza hii, nimeashumu tu kwamba wakafika hadi hapa. Sio lazima wafike hadi hapa. Wanaweza kufika kokote. Lakini wakati wanarudi kuiretest zone, wakati wanataka kuendelea kufanya continuation, hii level pia ni ya kufanyaje? Ya kuiconsider. Kwa kama uliseli stop loss yako ukaiweka hapa, maana yake na target yako inabidi iwe kwenye zone hii walioitengeneza hii hapa. Maana yake stop loss yako inabidi ije kwa hapa. I mean take profit yako. Kwa sababu ndo wakati wanashuka wao na hakika gani kwamba watavunja hizo. So lazima wao wenyewe ndo wanajua kama watavunja hawatovunja. Japokuwa kutakuwa wametengeneza reversal pattern. Na so reversal pattern nyingine zinakataga. Unaweza kupata reversal pattern lakini mwisho wa siku wasifanye. Head shoulder imetokea au sijui setup, lakini mwisho wa siku kashia kwenye neki wakageuka. Umeona? Wakakutengenezea, maana yake hapa tena wametengeneza first conversion, second conversion, W setup, wakaja wakatesti zone huku asifike, afu wakaondoa wakafanyaje? Wakaanza kushuka sasa kwa fujo. Kwa hivyo vyote vile, kwa stop loss jinsi ya kuziangalia, jinsi ya kuziweka, angalia pia kwenye hizo time frame kubwa yani wametoa confirmation gani, kwa sababu kwenye day tunaona kuna pin pale. Kwa ukiseli confirmation yote hapo utakaopata, kama target zako ni huku, kama target zako ni hapa zone to zone kama hivi, maana kuna mtu aliseli hapa kashachukua profit hapa. Umeona? Kuna mwingine atasubiria hapa, akipata confirmation ataseli, atachukulia take profit kwenye nini? Kwenye hii trend line. Ni sawa kabisa. Umeona? Lakini kama una hold, ujue pa kuweka stop loss ni wapi. Usije kaweka humu ndani. Kisa tu umepata ushaona kwamba hii ni head shoulder, wamelitest hapa, una sell ki stop loss unakiweka hapa. Sawa, uweke hapo, lakini
kwa kujua kwamba lolote inaweza katokea, kwamba anaweza karudi hata huku juu. Kwa hiyo mwisho wa siku unapokuwa unaingia, ndio maana tunasema inabidi ufuate risk management mwisho wa siku, kwa sababu hata kama ukiingia hapa, mimi sijakataa kwamba mtu akiingilia hapa wanabodi kulitest ikatoa confirmation, stop loss yake akaweka tu hapo anapotaka yeye, labda maeneo haya au hapa hivi vyovyote vile, au pips swing ngapi, sawa, lakini ufuate hiyo risk management, sababu kuna mwingine kisa kashaona yeye ndo anajilipulia hapo hapo, yani hapa yeye ndo anashindilia, umeona, anashindilia, anajua kwamba inakuja hadi huku, sawa, soko ndio litakuja hadi huku, lakini inabidi ufuate mwisho wa siku nini, risk management. Kuna sehemu za kujilipua, umeona, yani maana kama hapa hivi wakisha push huku kupata confirmation hapa wakalitest hizo, shindilia stop loss weka huku, umeona, na huku tayari na kuisha ku reward, kuna pair unakuwa unayo tayari, ushatoka nayo huku, umeona. Lakini sasa mwingine ndo anashindilia hapa, yani afuate risk management ndo ajilipua, umeona. Kwa hiyo ndio inafanya watu wanaunguzaga nini, wanaunguza account, umeona. Ila ukiingia zako hapo umefuata risk management, hata kama akikutoa mimi mara nyingi sana, so kupata ile perfect entry kabisa eti nimeingia, huwa inatokea ni ndio soko linaenda sawa, lakini mara nyingi mimi kama hapa hivi naweza ngapata confirmation nikaingia, lakini mwisho wa siku ndio kama stop loss sasa, labda ukaamua mtu ukaweka angalau hapa, ndio ukashangaa amekuja anafaje, wanakutoa afu wanakuja na retest hapa, wanafaje, wanashuka. Kwa hiyo ndio maana kuna setup uwaga nasema wamenitoa watarudisha change, na kwa anajua, kwa sababu wewe wakisha mfano umeingia umeseli hapa, stop loss ukaweka hapa, ulipopata hii reversal ya hapa, wakarudi hawakufika huko, wakageuka ukawa unaheshimu stop loss, sababu mwisho wa siku lazima uheshimu stop loss. So kisa unaona tu anageuka eti wanarudi, wao wanataka waanze kutoka, heshimu, ndio ulichoamua kurisk. Kama ulijilipua, kama ulifuata risk management utajua mwenyewe, lakini unaheshimu stop loss uko yeka. Kwa hiyo wakikutoa, wacha wakutoe, umeona, wakikutoa wanakutoa. Kwa hiyo wanapokutoa, ukiona wamekuja hapa maeneo haya wakaonyesha confirmation, mimi waga kwa mfano kama hii zone wakaja wameinani wakanitoa kwenye hizi, sinajua hii ni zone, hapa kuna zone hii hapa, hii ndio stop loss liko hapa, afu labda wakapush hadi huko juu kwenye hizi zone za time frame kubwa, wakarudi wakapush wakatoa confirmation, nikaingia stop loss nikaweka hapa juu, wakawa na push wakiclose below, wakiclose huku below ya hii level wanatolea stop loss, afu wakaja wakalitest wakafanya retracement sehemu yoyote, aidha waje kufanyia hapa au waje kufanyia kwenye level hii hapa, kokote, yani wakishafanya push, wakifanya correction, wakitoa tena confirmation, naongeza order nyingine moja. Kwa hiyo inakuwa maana yake walinitoa, walichukua pro, walichukua, walinipa hasara, lakini mwisho wa siku wanarudisha nini, wanarudisha change. Na tena ndio inakuwa una confidence kabisa, kwa sababu unajua kabisa ile ilikuwa ni wameenda kufanya hunting, unaona. Kwa hiyo wamemaliza hunting, wanafanya wanaendelea na safari yao. Kwa hiyo mwisho wa siku ni jinsi gani tu pia unafanyaje, unafuata risk management. Wewe pata setup zako sio nini, mwisho wa siku calculate risk, cheza na zile nini, yani usi cheza na hizi stop loss yako inakaa wapi, lakini mwisho wa siku wewe vyovyote, hata kwa ukiamua kuweka tight za kwenye hizi buffer zone wewe weka, lakini maana yake fuata risk management basi, umeona. Wewe una dola 100 basi risk unasema labda mimi naamua kuriski dola 10, risk dola 10 kutokana na setup yako. Hakikisha kwamba ukiingia stop loss unapoenda kuiweka huo umepata nini, dola 10, imekupa dola 10. Ni una calculate tu, nisho calculate, makalculate hapo kibao kwenye pair za currency, makalculate hapo kibao. Bora kwenye volatility hamna hizo nani calculate, inabidi calculate manual, au kama una demo unaingia unaangalia una balance, unajaribisha kila lote mpaka inakupa ile nani yako unayotaka, umeona. Lakini mtu ndo hivyo hapa, kashaona hivi anashindilia, weka mwisho wa siku ija ukiangalia stop loss anapotaka kuiweka haiweki tena, na inatokea mtu akuta kashajilipua
stop loss alipoiweka, kisa soko limeanza kugeuka, sijui anaona mbona huku vitu vinakatika. Sasa soko kutaka kashashindilia order, anaitoa ile stop loss, anaisogeza sema ngoja nisogeze niweke hapa. Anakuja anakuta amechukua ile stop loss, afu mzigo anakuja anakuta umefanyaje, umeenda kule kule ulikoenda. Kwa mwisho wa siku ni saikolojia tu yani mwisho wa siku ni saikolojia tu ya jinsi unavyo risk mwisho wa siku. Umeona? Mwisho wa siku ndo saikolojia iko hivyo, kwa sababu hapa kuna mtu mwingine mwenye mtaji wake hapa haumizi kichwa, tayari kashaona hii dalili hapa hivi soko jinsi lilivyofanya hapa hivi. Je, hapa anatia oda yake, stop loss anaweka huku juu huku hivi, waje basi wafuate na huko. Sasa mpaka anakuja anafuata huko hivyo, na mtu ndo akuta kafuata risk management sasa. Umeona? Yaani sasa naona labda wana buku kaingia na 0.01 hapa sasa hivi, yani kwenye confirmation hii sikendo ya daily imefunga kama pin, unaingia sako stop loss unaweka huko juu kwa 0.01 unaongozaje account hiyo, na ikitembea itakuja itakuliwadi tu pips kibao, ikija hadi ukiona hold, sababu inakuwa ni long term, umehold long term. Umeona? Hapa umehold long term. Kwa mwisho wa siku ni jinsi tu mtu unavokuwa umefanyaje, una risk. Kwa hiyo setup zozote utakazozipata kwenye time frame yoyote, umeona, mwisho wa siku fuata risk management. Yani hata hapa kwenye 15 minutes hii setup ilikuwa inaonekana hapa hivi, umeona, head and shoulder. Hata kama ndio mimi ningeseli, lakini mwisho wa siku na seli stop loss inaweka wapi? Kwenye 15 minutes hapa sina sehemu nyingine ya kuweka stop loss zaidi ya hapa, ndio ile high. Umeona? Ndio ile high. Sema tu hapa, manake kwenye lower time frame soko pips inakuwa sio nyingi. Umeona? Ile ukiingia kwenye higher time frame soko linakuwa na pips nyingi kwa sababu zinajicompress. Umeona? Zinakuwa zinajicompress. Kwa hiyo hapa kama unaingia kwenye time frame ndogo, advantage yake manake kwamba wewe badala kama ulikuwa unatakiwa utumie lot size ya 0.05 unaweza ukatumia hata lot size ya 0. ngapi? 0 hata 0.15 au 0.20 kutokana na nini unachotaka kukirisk. Umeona? Kwa sababu pips ziko chache. Umeona? Kama pips ziko chache maana lot size lazima utumie kubwa. Umeona? Kwa hiyo imagine hapa mimi nataka kurisk $100 hapa, ningeingia nafikiri na lot size ngapi kwa confirmation? Ningeingia lot size kubwa tu hapa. Umeona? Unaingia lot size kubwa, stop loss yako naweka, inakupa dola zako 100 ambazo unataka kurisk. Umeona? Kwa hiyo mzigo ukishuka hapa, hizi pips zilizoshuka najua hapa kuna risk reward, yani kama stop loss yako hapa maana hapa kuna risk reward ratio ya 2.5 najua hapa. Zaidi ya 2.5 kama uliingilia hapa hivi kwenye walipokuja hapa hivi walifanya nini? Kuna risk reward ratio ya karibia 2. Umeona? Kwa gap la stop loss yao ukiweka hapa kama uliingilia hapa. Kwa hiyo unakuwa umefanyaje? Umewini hiyo. Umeona? Na unakuwa unawini sasa. Hapa ndo nasema hizo kelele. Yaani kwa hapa ukiingia, kwa hapa hivi ukiingia hapa, maana yake TP yako TP1 maana yake hii high ya juu ya Alhamisi ya. Maana yake ndo yani hapa maana ndo wakuja kuitest hii high. Sababu waliivunja wakaonyesha reversal pattern na wakuja kuitest. Kwa wakati wanakuja kuitest hapa kuna mawili. Wakiivunja wakilitest, unafanyaje? Unajua inaondoka hiyo. Umeona? Kwa hiyo maana yake hizi kwenye time frame ndogo maana yake unakuwa na zoni vingi. Kwa mimi hapa naingiaga hapa hivi. Hapa kwenye H4 pananitosha. Kwa ile high inaosema ya Alhamisi wakuja kuitest ndio maeneo haya. Ndio hapa. Umeona? Kwa mwisho wa siku ndo mimi ninachokisubiria hapa kama nilivyosema, wavunje, so wavunje tu hichi kizoni hiki, wanivunjie na hii trend. Kokote utakapoenda waje walitest hapa mimi sijui, lakini idea ni kwamba wavunje hii trend line, waje walitest maeneo haya. Maana ndafanya nitaondoka nayo. Kwa GBP NZD nimeongea sana ili watu jaribu kuelewa iko namna hiyo.